Ongezeko la bei ya mafuta na gesi linaloikumba Ulaya litaifanya nchi hizo kuishi katika hali ngumu, anasema mjumbe wa Kremlin Kirill Dmitriev, akionya akiita kukataa kwa EU kununua nishati ya Urusi ni ujinga wa hali ya juu. Mzozo unaongezeka katika Mashariki ya Kati uliochochewa na shambulizi la Marekani na Israel dhidi ya Iran umesababisha hali tete katika soko la nishati duniani. Bei ya gesi imepanda kwa takribani 70% tangu Machi mosi, huku kukiwa na mashambulizi ya miundombinu ya nishati katika Ghuba. Bei ya mafuta imepanda zaidi ya dola 110 kwa pipa kutokana na kukatika kwa trafiki ya baharini kupitia mlango bahari wa Hormuz, mfereji unaopitisha takribani 20% ya usambazaji wa mafuta duniani kote. Tsunami ya bei ya mafuta na gesi inakaribia kuiharibu Ulaya, Dmitriev alisema kupitia mtandao wa X. Maafa yanakuja inatokana na upumbavu wa kimkakati wa wanaopinga Urusi kama vile rais wa tume ya Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen na mkuu wa sera za kigeni wa EU Kaja Kallas, ambao walikataa gharama za kuaminika za Warusi. Moscow imeshikilia kwa muda mrefu kuwa inabaki kuwa muuzaji anayeaminika. Uagizaji wa nishati ya Urusi kutoka Ulaya umepungua tangu kuongezeka kwa mzozo wa Ukraine mwaka 2022 na vikwazo vinavyofuata. Mashambulizi ya Septemba 2022 katika mabomba ya Nord Stream ilisababisha kupanda kwa bei ya gesi pamoja na mafuta. Hivi majuzi Moscow imeshutumu Kiev kwa kuzidisha mashambulizi kwenye bomba la Turk Stream, mojawapo ya njia za mwisho za gesi ya Urusi kuelekea Ulaya, ikionya kwamba matukio kama hayo yanaweza kuzidisha mshtuko wa sasa wa nishati. Israel imeanzisha makabiliano ambayo yatasababisha moto katika Ghuba na hatari inazidi kuenea kwa mtiririko wa nishati ya baharini. Meli ya mafuta ya LNG yenye uhusiano na Urusi iliharibiwa na kuachwa ikizama katika bahari ya Mediterania mwezi Machi katika kile kilichotajwa na Moscow kama shambulizi la ndege zisizokuwa na rubani. Kutokana na hali hii, Dmitriev amehimiza Brussels kujadili kufungua tena Nord Stream kwa gharama zake, akionya kwamba EU inaweza hatimaye kuomba Urusi nishati. Baadhi ya wanasiasa wa Umoja wa Ulaya tayari wametoa wito wa kufikiria upya. Waziri Mkuu wa Belgiji Bart De Wever amependekeza kurejesha uhusiano na Moscow ili kurejesha kupatikanaji wa nishati nafuu. Hungary na Slovakia zimepinga kwa muda mrefu vikwazo vya mafuta na gesi ya Urusi. Hata hivyo, EU itaomba gesi zaidi ya Urusi. Mjumbe wa Putin Walakin amesema tume ya Ulaya imesema hakutakuwa na kurudi nyuma kwa uagizaji wa nishati ya Urusi na itaendelea kufuata hatua kamili ya kuondoa mafuta ifikapo 2027. Hata hivyo, kutokana na vita vinavyoendelea huko katika Mashariki ya Kati, nchi za Ulaya zitalazimika tu kuomba gesi nchini Urusi. Na hata wakati huu rais wa Marekani Donald Trump ametoa mwezi mmoja kwa mataifa ya Ulaya kupata gesi ya Urusi pamoja na mafuta. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia upate habari hizi kwa mapana hapa The World News.